Bwana asifiwe sana. Kwa majina mwinjilisti Justus Gospel, tayari kuwaletea ujumbe ya kwamba tuwe na roho ya uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Uvumilivu ni nini? Uvumilivu ni kuweza kustahimili katika mazingira magumu, mazingira ambayo kulingana na dunia ni mazingira ambayo yako na changamoto. Bwana asifiwe sana. Uvumilivu ni kungojea vitu kwa muda ambao Mungu amekusudia kwa maisha yako, sio kwa muda wako. Muda wako inaweza kuwa ni mwaka mmoja, kwa Mungu ikawa na miaka 7. Bwana asifiwe sana. Uvumilivu inamaanisha kwamba utapitia mambo katika maisha yako magumu, mambo ambayo yatakupatia changamoto, lakini katika yale maneno hautaanza kulaumu watu. Hautaanza kulia na kutukana Mungu. Hautaanza kuona kwamba Mungu amekuacha. Bwana asifiwe sana. Uvumilivu itakufanya ukaweze kufikia malengo, ukafikia ahadi za Mungu alikupangia kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuna watu ambao Mungu aliwaahidi vitu, lakini wanakosa kufikia zile vitu kwa sababu ya kukosa kuvumilia. Sara, mke wa Abrahamu, aliambiwa atapata mtoto. Akaona miaka zimeenda, akaambia Abrahamu alale na mjakazi ili wapate mtoto. Kwa sababu gani? Ya kukosa kuvumilia. Bwana asifiwe sana. Bibi wa Ayubu alikosa chakula, breakfast peke yake na lunch, akasema Mungu atukanwe. Bwana asifiwe sana. Kuna mitume walipitia maisha fulani magumu. Wengine wakaona ya kwamba kama hii ndio maisha, heri tuachane na Yesu, tuende tukaambatana na dunia. Bwana asifiwe sana. Uvumilivu utakuja aje katika maisha yako wakati kila mtu atakuona ya kwamba unaenda kuanguka kwa sababu ya hali ambayo unapitia katika maisha yako, lakini wewe utamtumainia Mungu. Vile Katana amesema katika Joshua kwamba simama imara na dhabiti na wima, umtumainie Mungu, sio mwanadamu. Uvumilivu itakusaidia kupita katika mitego zote ambazo wanadamu walikuwekea, wakiona kwamba hautaweza. So siku ya leo, nani ako tayari kuvumilia akafikie ahadi za Mungu? Watu wengi wameangukia kwa njia. Watu wengi wamevumilia, ikawa wamebakia kitu kidogo wafike katika zile vitu ambao Mungu anataka wafike wapate, wakatoroka, wakakimbia na wakapoteza. Bwana asifiwe sana. So nataka niwaambie kwamba Mungu anasema ya kwamba tuvumilie, tungoje mpaka tufikie ahadi zake. Maandiko yanatuambia kwamba watakaovumilia mpaka siku ya mwisho ndio watakaookoka. Inatupatia changamoto ya kwamba unaweza kuwa umeokoka sahihi na baadaye vitu vitokee kwa maisha yako vikushinde kwa sababu ya wewe kukosa kuvumilia na upoteze wokovu. Bwana asifiwe sana. So unafaa kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye ameokoka aweke roho ya uvumilivu katika maisha yake na kuitunza. Mungu awabariki kwa kusikia neno lake na kulitenda. Amina.